ndoa maana yake ni nini inategemea tafsiri unayoitaka. Pengine mimi nitaje tafsiri mbili tu. Tafsiri ya kwanza ni ile ya kawaida ya kwamba ndoa ni mkataba baina ya mtu mke na mtu mume waliokubaliana kuishi kama mume na mke kwa kipindi fulani. Hiyo ni tafsiri ya kawaida. Na ndoa yenye tafsiri hii ukiuliza asili yake ni nini, unaweza kusema tu ni mapokeo, kwamba watu walizaliwa wakioa na kuolewa basi na kila mtu akafuata utaratibu huo. Lakini kibiblia ni tofauti. Si mkataba bali ni muunganiko wa kibinadamu kati ya mume na mke. Na muunganiko huu unafanyika kimwili na kiroho. Na ni kati ya mume na mke ambao wamekubaliana kuishi kwa maisha yao yote mpaka kifo. Na naposema mpaka kifo ni ikiwa mmoja ameitwa au wote wameitwa, basi ndoa hiyo itakuwa imefikia mwisho. Maana yake ni nini? Ni kwamba hakuna namna ambavyo ndoa ile itavunjika isipokuwa kwa njia hiyo ambayo Biblia inasema mpaka kifo kitakapowatenganisha. Asili ya ndoa hii, aina hii ya ndoa ni Mungu mwenyewe. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo na hasa ile hadithi ya uumbaji, utagundua kwamba baada ya Mungu kumuumba Adamu, na hii ni baada ya kutangulia kuumba vitu vingine, Mungu aliona Adamu yuko mpweke. Ndipo alipompa usingizi, na katika ubavu wake akatwaliwa Eva. Na alipopelekwa kwa Adamu, Adamu alisema, huyu ni mifupa katika mifupa yangu, na hii ni nyama, na huyu ni nyama katika nyama zangu, kwa sababu ametwaliwa katika yeye, na huyu ataitwa mwanamke. Kwa hiyo utagundua kwa andiko hilo kwamba ndoa ya Kikristo sasa asili yake ni Mungu mwenyewe. Na tunaweza kusema Mungu ameanzisha ndoa ili kwamba katika ndoa ya namna hii familia itokee, yani watoto watokee, watoto ambao watakuwa kanisa, lakini pia watakuwa jamii na watakuwa taifa la leo na kesho. Sasa sababu zipi? Ziko sababu nyingi ambazo zinapelekea ndoa nyingi kuvunjika siku hizi. Nimesema ziko nyingi na hapa nitataja chache tu. La kwanza, tunapozungumza habari ya ndoa ya Kikristo, tunataka kusema haianzii pale watu wanapooana, lakini huanza kwa hatua ya uchumba. Kuanzia kwenye hatua ya uchumba na hadi ndoa. Sasa kinachotokea ni nini hapo? Kwa inavyotakiwa kwa kufuata mafundisho ya Kikristo, ni lazima kijana mwanaume, kijana msichana wapate mafundisho kabla ya kuamua kuingia kwenye ndoa, ili wajue kabisa ndoa ni nini na kitu gani atakutana nacho kwenye ndoa. Kwa hiyo nataka kusema
moja ya sababu ambayo imefanya ndoa nyingi, na niseme za Kikristo, ni kukosekana kwa mafundisho yale ya mwanzo kabla ya ndoa. Mafundisho ya namna ya kumpata mchumba na hatimaye kuamua kwamba huyu awe mchumba na mwisho wafike hatua ya kufunga ndoa. Haya mafundisho yamekosekana. Siku hizi watu wanakutana tu, hawajakaa hata miaka miwili, hawana mafundisho yoyote, wanaingia kwenye ndoa. Baadaye wanagundua mambo ambayo hawakuyatarajia kuyaona baada ya kuingia kwenye ndoa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni utandawazi. Utandawazi ni kitu kizuri kwa upande mmoja, lakini kwa upande mwingine imetuletea tamaduni za wenzetu kutoka Ulaya na Amerika ambao ndoa kwao imepoteza ile thamani ya ndoa kama ndoa ya Kikristo. Kwa wenzetu utaona kwamba mtu au watu wanaoana kwa muda mfupi, na baadaye mmoja akigundua tu kitu ambacho pengine ni cha kawaida sana kwa mwenzake ambacho hakipendi, basi inakuwa sababu ya kuvunja ndoa ile na kwenda kuoa tena, au wengine wanaweza kuamua kukaa hivyo. Sasa utagundua kabisa kwamba katika utaratibu huu kwa wenzetu wa Ulaya na Amerika, unaweza kukuta mtu amevunja ndoa yake mara 7 au mara 10 na kuolewa tena mara kadhaa. Sasa huo utamaduni umekuja kwetu ambao kimila, kidesturi, lakini pia Kikristo ndoa iliheshimika na ilionekana kuwa ni kitu takatifu sana. Kwa hiyo mapokeo haya, au niseme tamaduni hizi, mila na desturi kutoka kwa wenzetu, mambo ambayo yanaletwa sasa na utandawazi, yamefanya kwa sababu moja ya sababu zinazofanya au zilizofanya ndoa nyingi kuvunjika katika nyakati tulizo nazo. Na niongezee kwa kusema kwamba kulingana na sababu hizi zinazotokana na utandawazi, watu wengi wameona ndoa sio jambo la kiroho, jambo la kimwili tu, kwamba watu wanakutana, wanafurahishana, lakini baadaye wanaamua kuachana. Wasijue kwamba kwa kufanya hivyo wanamkasirisha Mungu ambaye ndiye asili na mwanzilishi wa ndoa, kama nilivyotangulia kusema mwanzo. Lakini sababu ya tatu ni sababu za kiuchumi. Inawezekana sana kwamba watu wanapooana si lazima kwamba wote wanaanzia mahali pamoja. Inawezekana mume tayari amekuwa na nguvu ya kiuchumi au mke amekuwa na nguvu ya kiuchumi. Sasa mara nyingi hii imekuwa sababu nyingine. Utagundua kwamba katika ndoa nyingi, basi mmoja wapo mwenye nguvu ya kiuchumi amekuwa sababu ya kumnyanyasa mwenzake, na hata kufika mahali pa kusema sasa tuachane tu. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba wengi wa hawa wanaoana, wanapata watoto, lakini kwa kadri siku zinavyoendelea, basi kila mmoja anaanza kuona kumbe mimi nina uwezo wa kiuchumi, naweza kuishi hata bila huyu. Magomvi yanaanza kutokea, lakini mwishoni ndoa zinavunjika. Hii ni sababu kubwa nyingine ambayo tunaiona siku hizi, sababu za kiuchumi. Na hii ni muhimu sana katika mafundisho yale ya uchumba hadi ndoa. Hili ni eneo lingine linalopaswa kuangaliwa, kwamba hawa wanaoana wakoje kiuchumi, na je wanaonaje wao swala hilo zima la kiuchumi. Mume na mke wanapooana huapa kwamba nitakuwa na huyu peke yake mpaka kufa na sitashughulika na wengine. Kwa sababu ya sababu za kiutandawazi, lakini pia na za kupungua kwa uaminifu, utagundua kwamba inawezekana mmoja wapo katika ndoa amekuwa na tabia ya kuchepuka na kwenda nje ya ndoa. Sasa upande wa pili unapogundua, basi mara nyingi imekuwa sababu ya kuvunjika kwa ndoa, ingawa wengine wanaweza kusameheana na wakarudi katika maisha ya kawaida, lakini si wote
wanafika mahali pa kusameheana na kurudi kwenye maisha ya kawaida. Kwa wengine wanafika mahali pa kusema sasa yatosha, basi tuachane, kila mtu atafute maisha yake. Tufanye nini basi? Tufanye nini basi ili kuondoa tatizo ama kupunguza kwa namna yoyote iwayo? Mimi nina mambo mawili. La kwanza, bado tunahitaji kama kanisa, tunahitaji kufundisha watu neno la Mungu. Neno la Mungu ni muhimu sana. Na neno hili la Mungu lisianzie pale mtu au watu wanapooana. Lianze wakati wa mchakato ule wa mtu kumtafuta mchumba, kwamba ampateje mchumba, awe wa namna gani, awe anaamini nini na kadhalika. Haya ni mambo ambayo yanapaswa kufundishwa mapema. Kwa hiyo ninataka kusema kanisa lirudi, limekuwa likifanya nyakati za mwanzo, lakini siku hizi pamepungua, labda kwa sababu watu wametawanyika na ule muda wa kufundishwa na wenyewe hautoshi na kadhalika. Lakini nataka kusema tukitaka kumaliza tatizo la kuvunjika kwa ndoa nyingi, ni lazima tuwafundishe watu neno la Mungu wa Kristo, maandalizi ya kupata mchumba, wakati wa uchumba uweje, neno la Mungu lina sehemu gani, lakini pia hata wale waliooa na kuolewa basi wapate kuendelea kufundishwa neno la Mungu. Kwa mantiki hii nataka kusema kanisa lina wajibu wa kuandaa semina mbalimbali za ndoa za kuwaimarisha na kuwajenga wanandoa katika mafundisho ya Kikristo, lakini kwa kweli katika mafundisho ambayo yanawasaidia kupambana na majaribu mbalimbali ambayo yanatokea wakiwa katika ndoa. Kwa hiyo la kwanza ni mafundisho ya neno la Mungu, na haya mafundisho yaanze mwanzoni kabisa. Wakati vijana wanajiandaa kutafuta wachumba, basi mafundisho haya yawekewe msingi. Lakini jambo la pili ambalo natamani sana kwamba lifanyike ni hawa wanandoa hawa wafundishwe ujasiriamali. Naposema wafundishwe ujasiriamali, nataka kusema kwamba wapate nafasi ya kujua kwamba baada ya kuoana wana kazi kubwa ya kulea familia, na familia inalelewa ikiwa mtu ana namna ya kupata fedha, ana namna ya kupata chakula, ana namna ya kupata nguo, ana namna ya kupata matibabu na kadhalika. Sasa mafundisho ya ujasiriamali yanaingiaje hapa? Yanaingia kwa kuwafundisha kwamba baada ya kuoa na kuoana au hata kabla, wanandoa wana jukumu la kuhakikisha kwamba wanakuwa na kazi inayowapatia kipato, na kipato ambacho kitawasaidia kulea familia na kutunza familia katika ujumla wake. Ninataka kusema kwamba haya yakifanyika, naweza kusema matatizo haya ya kuvunjika kwa ndoa yatapungua, au kama sio kuisha kabisa, lakini yatapungua. Na kwa kadri ambavyo kanisa litaendelea kufanya kazi, basi ndoa zitaimarika na yale matatizo yanayofanya wanandoa kuachana yatapungua au pengine kuisha kabisa. Asante sana.